Ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Shamaliwa hapa jijini Mwanza, ambapo semina ya wainjilisti wa lay inafanyika katika viwanja vya kanisa hili, ikihusisha jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, ambapo walei wamekutana hapa, wazee wa makanisa wamekutana hapa, wachungaji wamekutana hapa, lakini pia hata wakurugenzi nao waliweza kuhudhuria, na wenye viti wa majimbo madogo haya yanayounda jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Na mlengo hasa ni kuweza kuhakikisha kwamba wainjilisti walei wanajengewa uwezo wa kuweza kwenda kufikia makundi mbalimbali ambayo wakati mwingine tunaona kwamba si rahisi kuyafikia, lakini mbinu zikifanyika, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kuwafikia watu hao ambao basi nao wanatakiwa waweze kumfahamu Mungu. Kwa hiyo ulikuwa ni mkutano mkubwa sana ambao uliwajumuisha watu hao na makundi mbalimbali hayo. Na mimi sikuishia hapo, nipata fursa nzuri ya kuweza kuzungumza na wale ambao wamefika hapa, viongozi tutaweza kuwasikia, lakini pia tutaweza kusikia kutoka kwa washiriki wa semina hii vile ambavyo wamefurahia haya ambayo yamefanyika hapa. Karibu, mimi ni Hussein Karia. Ninaitwa mchungaji Samson Joseph Bunzari. Ninatokea mtaa wa Mseki katika jimbo la NGBF. Mimi ni miongoni mwa wafaidika wa kwanza wa mikutano hii ya AMR pamoja na walei hapa Shamaliwa. Kwa hakika mimi nikiwa ni mlei namba moja katika mtaa wangu, ninayo fursa kubwa mara baada ya mikutano hii kwenda kuunganika na walei wenzangu ambao nimewaacha kule mtaani kwa ajili ya kuwasha moto wa Injili kwa ajili ya wokovu wa ndugu zetu ambao si Waadventista wa Sabato. Wito wangu kwa mikutano hii ni kwamba Yesu Kristo anachokitaka kutoka kwetu ni kuwa tayari kwenda kuanzisha Injili ya mahusiano ili tuweze kuwafikia. Badala yake tuachane na mipaka ya kidini, lakini tufungue mlango wa kuwafikia ndugu zetu kupitia kushiriki nao katika mambo ya kijamii ili tuweze kuwavuta kwa Kristo. Naitwa mchungaji Bernard Meso, mchungaji wa mtaa wa Nazareti, jimbo la South Nyanza Conference. Ninamshukuru sana Mungu kuwa sehemu ya waseminishwaji katika mikutano hii ya AMR hapa South Nyanza katika mtaa wa Shamaliwa na kanisa la Shamaliwa. Mikutano hii inatusaidia kutazama upya utume na inatuandaa kuangalia utume wetu upya na namna ambavyo tunaweza kuifikia jamii, na kwa kuzingatia pia mbinu ambazo pia Yesu alizitumia kuchangamana na jamii, kuwafahamu wanajamii, kuifahamu lugha yao, kufahamu tamaduni zao. Kwa hiyo mikutano hii kwangu ni mbaraka mkubwa, maana itanisaidia kuangalia upya utume wetu na kuiendea jamii, kuiandaa jamii kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Ndio maana tunao moto wetu ambao unasema mission refocus, kutazama utume upya, kuangalia utume kwa sura nyingine, ile sura ambayo tulikuwa tumezoea mwanzoni, sasa kuangalia upya utume ili tuweze kufanikiwa kuwaleta watu wengi kwa Yesu Kristo. Wito wangu ni ninatoa wito kwa wachungaji wenzangu, wainjilisti walei, tuweze kuhudhuria mikutano kama hii inapokuwa ikitangazwa, ili tuweze kupata maarifa mapya, maana hapa tunanolewa ili tunapokwenda kazini tuweze kuwa vifaa ambavyo tumeandaliwa vizuri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Je, kwani viongozi wao wanasemaje katika hili? Hapa nimepata fursa ya kuzungumza nao wataanza kwa kujitambulisha. Ninaitwa mchungaji Wina Malagila, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi shule Sabato pamoja na AMR katika conference yetu ya South Nyanza. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mikutano hii makini inayoendelea, ambayo ni mikutano
ya Union ya Kaskazini ambapo washiriki hasa walei wamekusanyika katika mikutano hii. Ajenda yetu kubwa na wito mkubwa ninaotoa kwa wahubiri walei wote, takriban wahubiri walei 253 wa conference yetu ya South Nyanza wamehudhuria, pamoja na wachungaji wote wa mitaa 57 wamehudhuria katika mikutano hii. Kwa natoa wito kwamba mafunzo haya katika mikutano na semina zetu, hebu basi tukayafanye kuwa chachu kutoka katika makanisa yetu mahalia. Walei twende tukawe chachu, lakini pia niwaombe wachungaji, hebu twende sasa tukawe chachu pia ya kuwafanya washiriki wajue kwamba upo wajibu ambao tumepewa kwa ajili ya kuandaa kundi zuri kukutana na Yesu Kristo. Kwa hiyo wito wangu, hebu twende tukatumike, twende tukafanye, na si hilo tu la maelekezo tuliyoyapata hapa ya AMR, bali tumeitwa pia kupeleka habari njema kwa watu wengine kwa njia mbalimbali ambazo Bwana ametuita. Wewe kama mlei, mimi kama mlei, ninatoa wito kwamba hebu chukua masomo ya unabii, chukua vitabu, nenda mahubiri ya hadhara, nenda nyumba kwa nyumba, ili watu waandaliwe kwa ajili ya marejeo ya Yesu anaporudi tena kwa mara ya pili. Hebu Bwana wabariki mnapojiandaa kwenda kwa nguvu kushiriki kikamilifu katika ajenda ya utume. Bwana atubariki sana. Kwa jina naitwa Mariam Samo, mkurugenzi wa wanawake na watoto, lakini pia mkurugenzi wa utume wa Kiadventista katika jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania. Niko hapa katika viwanja vya kanisa la Shamaliwa tukiwa na kundi kubwa la watu wa Mungu, wainjilisti ambao wanafanya kazi usiku na mchana kuhudumia wanadamu katika mahitaji yao mbalimbali. Tunamshukuru Mungu sana kwa mkutano mkubwa uliotulia unaoendelea katika viwanja hivi, na tunatoa wito kuendelea kuwahudumia wanadamu katika mahitaji yao mbalimbali kama ilivyo makusudi ya Mungu hapa duniani. Ninatoa wito kwamba waishi kama Bwana Yesu alivyoishi hapa duniani, wawapende watu bila kubagua, wawahudumie wanadamu wote bila kubagua wala kupendelea, waishi maisha ya amani, maisha ya furaha, lakini maisha ya upendo kwa watu wote, na hasa wawajali watu ambao ni wahitaji, wenye shida katika mazingira yao. Kwa jina ninaitwa Mchungaji Daktari David Mpwani, ni mwenyekiti au askofu wa jimbo la kaskazini mwa Tanzania. Kumekuwa na mkutano mkubwa sana kwa wiki nzima ambao unamalizika tarehe 18. Huo mkutano lengo lake kubwa au dhima yake kubwa ilikuwa ni kuandaa watu, kuwapatia elimu itakayoweza kuwapa uwezo wa kupeleka ujumbe au habari njema kwa watu wa makundi mbalimbali. Na kwa kweli ni elimu imekuwa ni bora, na tuna imani ya kwamba kwa elimu hii hakika kutaleta tofauti kubwa katika maeneo yetu ya kazi, katika makanisa yetu, katika majimbo yetu madogo madogo 9. Tuna imani moto wa Injili utawaka. Msisitizo wangu ni kwamba, wapendwa, tujue tuna utume. Utume wetu ni kupeleka habari njema, Injili ya milele, kwa muktadha wa ujumbe wa malaika watatu kama ilivyoandikwa Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi 12. Wapendwa, wewe ikiwa ni Mwadventista msabato, wajibu wako wa kwanza, pamoja na mambo ya maisha tulio nayo na shughuli tulizo nazo, majukumu mengine ndani ya kanisa tulio nayo, wajibu wetu wa kwanza ni kupeleka habari njema inayookoa. Hata kama wewe ni tajiri, mjasiriamali, una elimu, sijui mtu mwenye taaluma aina gani, hizo taaluma na hivyo vipawa tulivyo navyo, hizo karama tulizo nazo, wewe ni mhubiri, wewe ni mwimbaji, lengo kubwa ni watu wamwone Yesu kwa maisha yako. Naam, bila shaka umeweza kufahamu hayo ambayo wameweza kujifunza. Ni mengi, haya ni machache tu ambao wameweza kuyazungumza, kwa kuwa walikuwa wiki nzima. Kwa hiyo kila kitu wameweza kuhakikisha kwamba wanakipata kupitia semina hii. Endelea kuwa nasi, endelea kuhakikisha kwamba unafuatilia mapachiko mbalimbali tunayoweka katika kurasa zetu mbalimbali za Facebook, Instagram, YouTube na TikTok. Hii ni Hope Media Essence.